Leo tunawaletea taarifa rasmi kutoka kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kuhusu maendeleo ya uchunguzi wa tukio la ufyatuaji risasi lililotokea katika klabu ya C&M Lounge Kitengela, kaunti ya Kajiado. Hii ni taarifa inayogusa usalama wa jamii, uwajibikaji wa kisheria na hatua zinazochukuliwa kuhakikisha haki inatendeka. Tafadhali endelea kutazama hadi mwisho kwa ufafanuzi kamili wa kilichojiri, hatua zilizochukuliwa na mapendekezo yaliyotolewa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, tukio hilo lilitokea alfajiri ya siku ya Jumapili tarehe 25 Januari mwaka 2026 katika eneo la C&M Lounge Kitengela, kaunti ya Kajiado. Mara tu baada ya tukio hilo, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ilianzisha uchunguzi wa kina bila kuchelewa. Timu ya uchunguzi iliyoongozwa na afisa upelelezi wa makosa ya jinai wa eneo hilo la Isinya kwa kushirikiana na wataalamu wa uchunguzi wa eneo la tukio walifika haraka katika eneo hilo na kulizingira kwa madhumuni ya kulihifadhi kama ushahidi. Eneo la tukio lilichunguzwa kwa umakini mkubwa. Vielelezo muhimu vilikusanywa, ikiwemo maganda ya risasi yaliyopatikana eneo la tukio na kuhifadhiwa kwa uchunguzi wa kitaalamu zaidi. Hatua hii ni muhimu sana katika kesi za ufyatuaji risasi, kwani uchunguzi wa kisayansi na silaha na risasi hutoa ushahidi usiopingika mahakamani. Siku iliyofuata tarehe 26 Januari mwaka 2026, timu maalum ya wataalamu kutoka maabara ya kitaifa ya uchunguzi wa kisayansi iliingia kazini. Timu hiyo ilijumuisha wataalamu wa balistiki, yaani uchunguzi wa silaha na risasi, wataalamu wa picha na sauti, pamoja na wachunguzi wa kitaalamu wa eneo la tukio. Walifanya uchunguzi wa kina zaidi katika eneo lililohifadhiwa. Zaidi ya hapo, ushahidi wa ziada ulikusanywa, ikiwemo uchunguzi wa picha za CCTV zilizopatikana katika eneo hilo. Uchambuzi wa CCTV mara nyingi huwa na mchango mkubwa katika kufuatilia mfuatano wa matukio, kubaini wahusika na kuthibitisha muda halisi wa tukio. Aidha, silaha tatu zilizokabidhiwa na watu waliokuwa chini ya uchunguzi zilipelekwa kwa uchunguzi wa balistiki. Ripoti ya kitaalamu kuhusu silaha hizo ilitolewa na kuwasilishwa katika timu ya uchunguzi. Katika mchakato wa uchunguzi, jumla ya watu 11 walitoa maelezo yao kama sehemu ya uchunguzi. Kuchukua kauli za mashahidi ni hatua muhimu sana, kwani husaidia kuunganisha ushahidi wa kisayansi na maelezo ya waliokuwepo wakati wa tukio. Taarifa hizi husaidia kuunda picha kamili ya kilichotokea kabla, wakati na baada ya tukio la ufyatuaji risasi. Baada ya kukamilika kwa uchunguzi, faili la uchunguzi pamoja na muktasari wa kina na mapendekezo yaliwasilishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP tawi la Kajiado tarehe 2 Februari mwaka 2026. Uchunguzi ulipendekeza kuwa watu 5 washtakiwe kwa kosa la mauaji chini ya kifungu cha 203 kikisomwa pamoja na kifungu cha 204 cha kanuni ya adhabu. Aidha, ilipendekezwa pia mashtaka ya kujaribu kuua chini ya kifungu cha 220 cha kanuni ya adhabu. Hii ni kuhusiana na marehemu Kevin Shepashina Maseli pamoja na Joseph Kasio, ambaye wakati huo alikuwa bado amelazwa hospitalini akipatiwa matibabu. Mapendekezo haya yanaonyesha kuwa ushahidi uliokusanywa uliwawezesha wachunguzi kufikia hatua ya kupendekeza mashtaka mazito yanayoweza kupelekea adhabu kali kwa watakaopatikana na hatia. Kwa sasa DCI imesema inasubiri mwongozo kutoka kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Mara tu mwongozo huo utakapotolewa, hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa kulingana na maelekezo yatakayotolewa. DCI imesisitiza kuwa itaendelea kusimama kidete katika kuhakikisha haki inatendeka, sheria inaheshimiwa na kila raia anapata uchunguzi wa haki na usio wa upendeleo. Aidha, taasisi hiyo imeeleza kuwa wahusika wa makosa makubwa watawajibishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria kupitia mchakato wa kisheria unaozingatia haki za wote wananchi. Tukio hili linatukumbusha umuhimu wa usalama wa umma na wajibu wa kila mmoja wetu kushirikiana na vyombo vya usalama. Ni muhimu pia kukumbuka kwamba hadi pale mahakama itakapotoa uamuzi, washukiwa wanabaki kuwa wasio na hatia hadi itakapothibitishwa vinginevyo. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya kesi hii na kuwajulisha mara tu hatua mpya zitakapochukuliwa. Kama unathamini taarifa sahihi za kina na zisizo na upotoshaji, hakikisha
umesubscribe, bonyeza like na ushiriki video hii ili wengine pia wapate taarifa. Andika maoni yako hapo chini ya comment section. Mimi ni Captain Nyota na hii ni Captain Nyota TV, taarifa maalum kuhusu maendeleo ya uchunguzi wa tukio la C&M Lounge Kitengela. Captain Nyota TV. Taa zimewaka.